kuyafuata maagizo ya baba yao ambaye ni Mungu. Unaona? Baada ya kukubali taratibu, malezi, ulelewe na yeye, basi atakuita tena mwana. Maana yake kama wewe ni mzazi, si unaona kwamba kesho na kesho tutakuwa na mtoto. Yule mtoto atakuwa ni mtoto wako ama atakuwa ni wa jirani? Ni wa kwangu. Kwa nini ni wa kwako? Kwa nini wa? Si ni mtoto wangu. Kwa nini? Sasa ni mtoto wangu. Kwa nini? Yaani kwa nini amekuwa? Si nimemzaa mimi. Unaona kwamba umekubali akatoka kwenye viuno vyako akakaa imani mwako kwamba mwisho wa siku wewe ndio utawajibika naye 100%. Awe popote, awe nje yako, awe wapi, upigiwe simu, amepata nini, ni wewe utawajibika. Unaona? Sasa ndio hivi tunavyozungumzia katika ufalme wa Mungu. Kwamba sisi tunaamini hivi. Imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Endapo nimezungumza neno lolote la Mungu, moyo wako ukakubaliana nalo, ukaamini, wewe tutakuwa tunaujenga ufalme huu mmoja. Lakini endapo utaupinga, maana yake wewe hautakuwa na mimi. Utakuwa unaamini kivyako. Unaona? Kwa hiyo hapa tutakuwa tunaujenga ufalme mmoja. Sawa. Unaona? Sasa ndio hii tunapozungumzia kwamba kwa habari ya mwana wa Mungu, mimi nimekubali kulelewa na Mungu. Ni mtu aliyemwamini Mungu na kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Ndio. Huyo ndo mwana wa Mungu. Sasa endapo sasa nimekubali kuwa mwana wa Mungu. Ndugu, kaa karibu na kamera vizuri. Sasa tuzungumzie kwa habari ya ufalme. Wewe ni mtoto wa mfalme. Una haki zote za kupata urithi kwenye ufalme au kuna haki? Unazo. Na mimi kwenye ufalme wa Mungu nina haki zote za kulelewa kama mwana wa Mungu au sina? Unazo. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Ni kile chakula kwenye ufalme wa Mungu ni cha Mungu au ni cha nani? Ni cha ufalme. Nipe kwanza mkono. Wewe endelea. Nipe kwanza mkono tuende pamoja. Biblia inasema utampa mgeni umepatana naye. Sasa mimi naweza ama neno lako sijakubaliana nayo nikayapinga. Kwa hiyo kwa nini pointi yako sasa ni yaani umeshaelezea wewe nimekubaliana nayo. Sasa pointi yako ni ipi? Pointi yangu ni sasa kwamba nikubaliane na wewe. Endapo sasa kwa sababu nizungumzie kwa sababu basi nije kwa upande wa mtoto wako, wewe una mtoto ambaye huyo mtoto una wajibu wa kumpa chakula, kumvisha, kumnini. Hayo yote atasema ni baba amenipa ama ilikuwa ni jukumu la baba? Hilo ni jukumu lake. Ni jukumu. Kwamba wewe unafikiri Mungu anapokulinda ni jukumu lake. Hapo ndio tunapokosea. Kwa hiyo Mungu yeye sio jukumu lake kutulinda. Yaani wewe Mungu anapofanya jambo kwa ajili yako, maana yake anafanya ni kwa sababu ya neema au rehema zake, anakuhitaji ili akukamilishe kwanza. Maana yake wewe ukihisi unafanywa hivyo kwa sababu ya wajibu, hamna siku utabadilika. Basi unisikilize. Biblia inasema hivi, msisumbukie yoyote ya dunia hii kwa sababu Mungu anajua yote mnayohitaji. Kwa sababu hataki usumbukie. Kwa nini? Kama anakuambia wewe mwenyewe usisumbukie, maana yake wewe Mungu anajua anahitaji kukuwekea ulinzi wewe kama mtoto. Ombeni bila kuchoka. Kuomba ni lazima uombe. Leteni hoja zenu zenye nguvu. Yaani peleka. Sasa usisumbukie maana yake nini? Ndio maana nakuwa nimekupa mfano. Sina haja ya kusumbuka sasa kwa sababu sina haja ya kuomba kwa sababu ananisumbukia. Nimekupa mfano mzuri tu kwamba unasikia wakati nimeshaamini. Yaani wakati nimeshaamini leo hii wewe kama mzazi una watoto una watoto. Nini kinakufanya ukawalipia ada? Ni wajibu wangu. Kwa sababu kwa nini unawalipia ada? Kwa sababu nimekubali. Nimekubali kuwaleta duniani. Kwani wazazi wangapi wana watoto hawawasomeshi? Kwamba sio wajibu wa wazazi kusomesha watoto wao? Sio.